Tanzania ina mito mingi mikubwa, lakini si yote inayobeba siri moja nzito. Leo tunaingia kwenye simulizi ya mito ya Tanzania ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikibeba chembe ndogo ndogo za chuma kilichobadilisha maisha ya watu. Kwa macho ya kawaida, hii ni mito tu ambayo ina maji yanayotiririka, mchanga, mawe na sauti ya asili. Lakini kwa waliowahi kupiga magoti kando ya mito hii, wakachota mchanga kwa mikono yao na kuosha taratibu, wanajua kuwa mito hii si maji tu, ni hazina, ni historia na ni ndoto. Fuatana nami kwenye hadithi ya mito mitatu inayobeba dhahabu ya Tanzania na kusafiri nayo. Karibu The Storyside. Kabla ya kuingia kwenye majina ya mito, ni muhimu kuelewa jambo moja la msingi. Dhahabu inayopatikana kwenye mito si kama ile inayochimbwa kwenye migodi mikubwa chini ya ardhi. Hii huitwa alluvial gold, dhahabu inayosafirishwa na maji kutoka milimani na miamba ya juu kwenda mabondeni. Kwa maelfu ya miaka, mvua, mmomonyoko wa ardhi na mtiririko wa maji vimekuwa vikibeba chembe ndogo ndogo za dhahabu na kuziacha kwenye mchanga wa mito. Ndio maana si kila mto una dhahabu na si kila sehemu ya mto una dhahabu. Inategemea jiolojia ya eneo la juu ambako mto huo unatoka. Tanzania ina mito mingi, lakini leo hatuzungumzii mito yote. Leo tunafuata mikondo ya mito mitatu, mito ambayo haibebi maji pekee, bali hubeba chembe ndogo zilizobadilisha maisha ya watu, ambayo ni mto Mara, mto Kagera na mto Rufiji. Namba 3 ni mto Mara, kaskazini mwa Tanzania, katika eneo ambalo ardhi imejaa historia ya kale, mapambano ya maisha na siri zilizofichwa chini ya mchanga. Kuna mto mmoja ambao jina lake hutajwa mara kwa mara pindi neno dhahabu linapotamkwa. Huu ni mto Mara. Mto Mara unatiririka kutoka nyanda za juu za Kenya, ukiwa umebeba maji kutoka maeneo yenye miamba ya zamani. Kisha huingia Tanzania, ukipita katika wilaya ya Tarime na hifadhi ya taifa ya Serengeti kabla ya kumwaga maji yake kwenye ziwa Victoria. Safari ya mto huu si safari ya maji tu, ni safari ya mchanga, mawe na chembe ndogo za madini zilizobebwa taratibu kwa maelfu ya miaka. Kwa wakazi wa Tarime, mto Mara si mto wa kawaida. Kwa miongo mingi, hata kabla ya ramani za kisasa na kabla ya migodi mikubwa, watu wa eneo hili walikuwa tayari wanajua ukweli ambao haukuwahi kufundishwa darasani, ya kwamba mchanga wa mto Mara una dhahabu. Ujuzi huu haukutoka kwenye vitabu, bali ulitokana na uzoefu wa kizazi hadi kizazi. Wakulima, wafugaji na wachimbaji wa jadi waligundua kwamba baada ya mvua kubwa au maji ya mto kupungua kipindi cha kiangazi, mchanga fulani ulipokuwa ukiwashwa, kulikuwa na kitu kinachong'aa na tofauti na mchanga wa kawaida. Uchimbaji wa jadi katika bonde la mto Mara umekuwepo kwa muda mrefu sana, kwa mikono mitupu, kwa vyombo rahisi, bila mitambo na bila ramani za kitaalamu. Wachimbaji walikuwa wakichota mchanga kutoka kingo za mto au maeneo ambayo maji yalikuwa yamepungua, kisha huosha taratibu ndani ya maji ya mto, wakitumia mbinu za kale za kutenganisha kitu kilicho chepesi na kilicho kizito. Na ndipo chini ya mchanga wa jua la Tarime, chembe ndogo za dhahabu zilianza kuonekana, si nyingi, si kubwa, lakini ni za kweli.
Dhahabu ya Mto Mara haikuwa hadithi ya kusikika wala simulizi ya kubuniwa. Ilikuwa ni dhahabu ya aluvyo. Hii ni dhahabu iliyosafirishwa na maji kutoka kwenye miamba ya juu ikatulia kwenye mchanga wa mto. Ukweli huu ulithibitishwa zaidi pale shughuli za uchimbaji zilipoanza kukua na hatimaye kuibuka kwa migodi mikubwa katika ukanda wa Tarime, ikiwemo mgodi wa North Mara. Migodi hii haikuibuka kwa bahati mbaya. Iliibuka kwa sababu ardhi ya eneo hili pamoja na mfumo wa Mto Mara ilikuwa tayari imeonyesha ishara za uwepo wa dhahabu kwa muda mrefu. Hata hivyo, utajiri huu haukuja bila gharama. Kadiri dhahabu inavyozidi kuvutia macho ya wengi, ndivyo Mto Mara ulivyoanza kubeba simulizi nzito zaidi. Simulizi za migogoro ya ardhi, hatari kwa wachimbaji wa jadi na changamoto za mazingira zilizotokana na uchimbaji holela. Mto ambao kwa wengine ulikuwa tumaini, kwa wengine ukawa chanzo cha maumivu. Na hapo ndipo Mto Mara ulipoanza kuonyesha sura yake ya pili, kama mfumo wa maisha na kama mfumo wa tamaa. Namba 2 ni Mto Kagera. Tukisogea magharibi mwa Tanzania, mbali na kelele za migodi mikubwa na hadithi za dhahabu zinazopiga vichwa vya habari, tunakutana na mto mmoja ambao historia yake imeandikwa kwa sauti ya chini. Huu ni Mto Kagera. Mto Kagera ni mto mkubwa zaidi unaoingia Ziwa Victoria na ni sehemu muhimu ya mfumo wa maji unaogusa nchi kadhaa za Afrika Mashariki. Safari yake inaanzia katika nyanda za juu za Burundi na Rwanda, ikikusanya maji kutoka mito midogo na vijito vingi kabla ya kuingia Tanzania na hatimaye kuingia Ziwa Victoria. Ingawaje inaaminika kuwa 90% ya maji yake hupitiliza kwenda Mto Nile, Kagera haukutambulika sana kitaifa kama chanzo cha dhahabu, hasa ukilinganishwa na Mto Mara. Hakukuwa na migodi mikubwa iliyojengwa moja kwa moja kando ya mkondo wake mkuu, lakini kukosa umaarufu hakukumaanisha kukosa madini. Ukweli ni huu: matawi madogo ya Mto Kagera pamoja na vijito vinavyoingia ndani yake vimewahi kubeba dhahabu kwa kiwango kidogo. Katika maeneo ya mkoa wa Kagera, hususan karibu na mipaka ya Rwanda na Burundi, kulikuwepo na shughuli za uchimbaji wa jadi zilizofanywa kwa tahadhari na kwa siri. Uchimbaji huu haukuwa wa msisimko, haukuwa wa haraka, wala haukuwa wa kubahatisha. Ilikuwa ni kazi ya watu waliokuwa wanaijua ardhi yao, waliokuwa wanaelewa tabia ya maji na waliokuwa tayari kusubiri muda mrefu kwa matokeo madogo. Hapa dhahabu haikuwa nyingi, haikujitokeza kwa wingi kwenye mchanga, wala haikutoa ahadi ya utajiri wa ghafla. Ilikuwa ni dhahabu ngumu kuiona, ngumu kuipata na ngumu kuithibitisha. Ndiyo maana uchimbaji wa Kagera ulihitaji zaidi nguvu za mwili, ulihitaji subira, ulihitaji macho yaliyozoea kutofautisha mchanga wa kawaida na ule uliobeba dalili za kitu kizito zaidi. Ulihitaji uwezo wa kusoma ardhi, kuelewa ni wapi maji yanapungua, ni wapi mchanga hukusanyika na ni wapi mto hutoa kilicho ndani yake. Kwa wengi juhudi hizi hazikutoa faida ya haraka. Ndiyo maana watu wachache sana waliendelea na uchimbaji huu kwa muda mrefu. Hii ndiyo sababu Mto Kagera haukuwahi kuwa maarufu kitaifa kama chanzo kikubwa cha dhahabu. Hakukuwa na hadithi za mabilionea wa ghafla wala msongamano mkubwa wa wachimbaji, lakini katika simulizi za wenyeji, hasa wale waliokulia karibu na matawi ya mto, una nafasi ya kipekee. Ni mto unaoheshimiwa, unaoeleweka kwa watu wake na unaohifadhi siri zake kwa wale tu wanaochukua muda
wa kuusikiliza. Dhahabu ya mto Kagera haikuwa ya kelele, ilikuwa ni dhahabu ya kimya, ikijulikana na wachache, ikipatikana na wachache, na ikibaki kama sehemu ya historia ya ndani ambayo haikuandikwa sana, lakini haikuwahi kupotea. Namba 1 ni mto Rufiji. Kusini na katikati mwa Tanzania, ukivuka mabonde mapana, misitu na ardhi inayobadilika rangi kadri umbali unavyoongezeka, kuna mto mmoja unaotawala jiografia ya taifa. Huu ni mto Rufiji. Rufiji ndio mto mrefu zaidi nchini Tanzania na ni uti wa mgongo wa mfumo mkubwa wa maji unaounganisha nyanda za juu za kusini na kati ya nchi na bahari ya Hindi. Tofauti na mito mingine inayojulikana moja kwa moja kwa dhahabu, Rufiji wenyewe haukuwa mto wa kuchimbwa dhahabu kwa wingi kwenye mkondo wake mkuu. Hakukuwa na makambi makubwa ya wachimbaji kando ya mto huu, wala hakukuwa na simulizi nyingi za dhahabu ikionekana wazi kwenye mchanga wa mto Rufiji. Lakini hapa ndipo simulizi ya kweli inaanza kuwa ya kina zaidi. Rufiji si mto wa chanzo kimoja, ni mkusanyiko wa mito mingi mikubwa na midogo ambayo huleta maji, mchanga na kila kitu kilichokusanywa njiani. Matawi yake makuu, hasa Great Ruaha, yanapita katika maeneo yenye historia ya miamba ya kale na udongo unaojulikana kitaaluma kuwa na madini. Maeneo haya ya juu, hususan nyanda za Iringa na maeneo ya jirani, yanajulikana kuwa na miamba yenye dalili za dhahabu pamoja na madini ya vito. Kinachotokea ni mchakato wa polepole usioonekana kwa macho ya haraka. Mvua inaponyesha milimani, mmomonyoko wa ardhi huanza, miamba hubomoka kidogo kidogo, na chembe ndogo za madini hutenganishwa na ardhi ya juu. Chembe hizi ikiwemo dhahabu huingia kwenye mito midogo, kisha husafirishwa taratibu kuelekea chini kupitia matawi ya mto Rufiji. Kadiri maji yanavyozidi kusonga, ndivyo mzigo wake unavyobadilika. Chembe nyepesi husafiri mbali na chembe nzito zaidi huanza kutulia katika maeneo fulani. Hivyo mto Rufiji unakuwa kama barabara ya kimya kimya, si barabara ya magari, bali ya maji. Unabeba kile kilichotoka juu, unakusanya ushahidi wa ardhi ya ndani, na unapeleka kila kitu kuelekea chini, hata kama macho ya binadamu hayaoni kinachosafirishwa. Dhahabu katika mfumo wa mto Rufiji haijitangazi, haing'ari kwa urahisi, bali inasafiri. Ndiyo maana simulizi ya mto Rufiji si ya mto unaotoa dhahabu moja kwa moja, bali ni ya mto unaothibitisha ukweli mmoja muhimu, ya kwamba madini hayakai sehemu moja tu. Husafiri pamoja na maji, yakifuata sheria za asili ambazo zimekuwepo kwa maelfu ya miaka. Na katika safari hiyo ya kimya, mto Rufiji unabaki kuwa shahidi ya kwamba ni mto mkubwa unaobeba hadithi za ardhi ya juu, hata kama hadithi hizo hazisikiki kwa sauti kubwa. Kwa wachimbaji wa jadi, mito hii imekuwa zaidi ya mkondo wa maji. Imekuwa tumaini la chakula mezani, ada ya shule kwa watoto, na nafasi ndogo ya kubadilisha maisha kupitia kazi ya mikono. Kwa wengi wao, dhahabu haikuwa anasa, bali njia ya kuishi. Kila mchanga unaosafishwa, kila chembe ndogo iliyong'aa ilikuwa ushahidi wa juhudi na uvumilivu. Lakini kwa wengine, mito hiyo hiyo imekuwa chanzo cha maumivu ya juhudi zisizolipa, maumivu ya migogoro, na maumivu ya athari ambazo hazikuonekana mwanzoni. Uchimbaji wa dhahabu kwenye mito umeleta kipato katika jamii, lakini pia umeacha alama nzito kwenye mazingira na maisha ya watu. Kingo za mito zilipoharibiwa kwa kuchimbwa bila mpangilio, ardhi ilianza kusombwa kwa urahisi na mto hupoteza mkondo wake wa asili. Maji yaliyokuwa chanzo cha uhai yanaanza kubeba tope,
uchafu na wakati mwingine mabaki ya kemikali kama zebaki yaliyotumika bila uelewa wa kutosha. Athari hizi haziishii kwenye mazingira pekee, zinaingia moja kwa moja katika maisha ya jamii kupitia maji yasiyo salama, kupungua kwa samaki na migogoro ya matumizi ya ardhi kati ya wachimbaji, wakulima na wafugaji. Na kando ya mito, hatari zinakuwa sehemu ya kila siku. Mashimo yaliyoporomoka, maji yanayofurika ghafla na kazi bila vifaa vya usalama vinaweka maisha ya wachimbaji katika hatari ya kudumu. Wapo waliopata walichokitafuta, lakini wapo pia waliopoteza afya, muda na hata maisha yao katika harakati za kutafuta dhahabu. Ndiyo maana dhahabu haikuwa na sura moja, ilikuwa na pande mbili zilizoishi pamoja kando ya mito ya Tanzania. Kwa upande mmoja ni baraka na kwa upande mwingine ni laana. Mito ya Tanzania haibebi maji tu, inabeba historia ya ardhi, ndoto za watu wa kawaida na ushahidi wa kile kilicho chini ya miguu yetu. Mto Mara, mto Kagera na mto Rufiji, kila mmoja una simulizi zake na kila mmoja una ukweli wake. Na pengine unapovuka mto fulani bila kufikiria, chini ya maji yale kuna chembe ndogo iliyowahi kubadilisha maisha ya mtu. Hii imekuwa hadithi ya mito inayobeba dhahabu ya Tanzania. Je, unafahamu mito inayobeba dhahabu? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.